Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni nyote katika sala na tafakari fupi katika siku hizi za kujiandaa kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, yani novena ya Noeli, itakayoanza kuanzia tarehe 16 hadi 24 mwezi huu Disemba. Katika kipindi hiki kanisa linatupa mpango mzuri wa kujiandaa, hasa kuandaa mioyo yetu kwa ajili ya Bwana huyu anayekuja. Hata wale ambao hawapo karibu na Kristo wanaweza kuhisi uwepo huu, hasa katika kipindi hiki cha Kikristo, kipindi hiki cha ajabu cha kuja Bwana wetu Yesu Kristo juu ya ulimwengu, kinachozungumza na mioyo yetu. Katika kipindi hiki cha sala ya novena inatuhimiza kutubu na kujiandaa kwa matumaini na kwa unyenyekevu katika tukio hili la Noeli. Ni kwa wakati huu tunaalikwa kuishi kwa matumaini, na kama wanadamu wote tukielekeza mahitaji yetu kwa Mwokozi huyu tunayemtarajia. Novena hii imeundwa kwa antifona maalum za maarufu, zinafahamika kwa Kilatini, zinaimbwa na ambazo husomwa kila siku kuanzia tarehe 17 hadi 23 katika kabla ya Injili, na pia jioni wakati za sala ya masifu ya jioni, yani Vespers, kabla ya antifona ya Maria Magnificat pia husomwa antifona hii. Kanisa lenyewe linatupa antifona hizi ambazo zinatualika kujiandaa na kumtafakari Mwokozi anayekuja. Tunapojiandaa kumpokea huyu Mwokozi ambaye kanisa linamkaribisha kumsherekea kuzaliwa kwake huko Bethlehem, jumuiya ya Kikristo itatafakari katika antifona hizi kuanzia siku ya kwanza: hekima ya aliye juu, o sapientia; kiongozi wa watu wake, o Adonai; chipukizi la shina la Yese, o radix Yese; ufunguo wa Daudi, o clavix David; nyota ya alfajiri, o oriens; mfalme wa mataifa, o rex gentium; na mwisho kabisa antifona maarufu au jina maarufu, o Emmanuel. Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi, ambaye antifona hizi zote tunaziona zimetangazwa na manabii katika Agano la Kale. Ingawa hazimzungumzii moja kwa moja Yesu, lakini zinatualika kumpokea ambaye anakuja kuukomboa ulimwengu. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni nyote katika novena hii ya Noeli, siku ya kwanza, Noeli ya matumaini. Na siku ya leo tutatafakari Yesu ambaye ni mlango wa matumaini. Njoo Bwana Yesu, bisha mlango wa moyo wangu, iwashe imani na matumaini katika moyo wangu. Ujaze upendo wako katika moyo wangu ili niweze kukupenda. Katika nyumba zetu sisi sote tuna milango. Milango hutumika kufunguka na kufunga kwa ajili ya ulinzi au hata mtu kuingia ndani na kutoka. Hivyo basi hata mioyo yetu iko hivyo hivyo, ina mlango wa kufunguka na kufunga. Inaruhusu imani kuingia mioyoni mwetu na kutoka. Kuna baadhi ya watu wamejifungia ndani ya milango kwa sababu ya hofu, changamoto za kimwili, changamoto za ulinzi. Milango pia ya mioyo yao imefungwa, inashindwa kufunguka kwa sababu ya hofu. Wanashindwa kufungua mlango wa moyo wao kumpokea Kristo. Katika imani yetu pia ni hivyo hivyo. Mungu anabisha milango ya mioyo yetu. Anabisha kwa heshima, anabisha kwa kuomba ruhusa itoke kwetu pia tuweze kumfungulia. Na hiyo inahitaji kitu kimoja: imani. Tukiwa na imani tunaweza kufungua mioyo yetu ambayo imejawa hofu, imejawa changamoto, tukamfungulia Mungu akaweza kuingia. Mtakatifu Papa Paulo Yohane wa Pili aliwaambia vijana, fungueni milango ya mioyo yenu, msiogope. Katika kipindi hiki tunavyojiandaa kipindi cha Noeli, tujiulize, je, imani yetu inatusaidia mioyo yetu ifunguke kwa ajili ya kumpokea Kristo? Ni hofu na changamoto zipi zinatuzuia milango yetu isifunguke kwa ajili ya Mungu? Je, unaweza kufungua mlango wako ili Mungu aingie katika moyo wako? Je, nina imani ya kumfungulia Kristo aweze kuingia katika moyo wangu? Basi tunapomalizia mwaka huu wa jubilei, mwaka wa matumaini, tunaalikwa tuwe na imani
ambayo imejawa tumaini, ambaye Kristo tunayemtafakari leo, Kristo ambaye ni mlango wa matumaini, basi ambaye yeye anaingia katika mioyo yetu, ambaye yeye basi tuweze kumfungulia milango ya mioyo yetu aweze kuingia na kukaa nasi. Basi nawaalika sote tusali sala fupi kwa kuhitimisha tafakari hii ya siku ya leo. Tuombe. Mwenyezi Mungu uliyefukuza giza la ulimwengu kwa kuzaliwa kwake mwanao wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuomba uiangaze mioyo yetu kwa mwanga ambao ule uliangaza ulimwengu katika usiku ule mtakatifu. Fukuza giza lililopo mioyoni mwetu ili tuweze kupata amani na tumaini jipya, tuweze kujiandaa kupokea ujio huu wa mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika novena yetu ya Noeli, Noeli ya matumaini, siku ya pili, ambako tutatafakari kuitikia upendo wa Mungu. O sapientia, ewe hekima utokaye kinywani mwa aliye juu, waujaza ulimwengu na kuvishikilia vitu vyote pamoja kwa nguvu na makini. Njoo utuonyeshe njia ya kweli. Leo tunapotafakari kuitikia upendo wa Mungu, tunaona kwamba upendo unaounganisha wanafamilia unatuwezesha kuingia katika upendo wa Kristo. Kama Kristo alivyozaliwa mwanadamu na akaishi upendo huo kati ya binadamu, yeye mwenyewe alikuwa na familia, Maria na Yosefu baba yake mlishi. Aliishi upendo huo katika maisha yake ya kila siku na katika hali yake ya kila siku, na baadaye hata katika utume wake aliishi katika upendo huo katika huduma yake. Tunaweza kuishi upendo huu kama vile Maria alivyosikia sauti ya malaika na kuitikia wito ule. Ule wito wa kuitikia neno la Mungu ni wito wa upendo ambao akauishi, na baadaye wito huo ukazaa upendo ambao ni Kristo. Tunawezaje kuishi upendo huu katika maisha yetu ya kila siku? Ni rahisi sana. Kila wakati tunaposikilizana, tunapoambatana na wengine, tunapokubaliana katika mambo mbalimbali, tunapojitolea kwa ajili ya wengine, tunaonyesha wazi kwamba tunaishi upendo wa Kristo maishani mwetu. Maria ni mfano kwetu halisi ambaye alisikiliza. Maria anatufundisha kuingia katika shule ya kusikiliza, tuwe wasikivu. Amesikia sauti ya Gabrieli na akaweza kutenda kile Mungu anachokitaka. Basi tunapokamilisha novena hii tusali kwa pamoja. Baba Mungu Mwenyezi, kwa mapenzi ya mwanao alitwaa ubinadamu wetu ambao wewe ulituumba na kutukomboa. Tunaomba neno wako ambaye amefanyika mwili kwa njia ya Bikira Maria na akawa mwanadamu kama sisi, atushirikishe umungu wake. Njoo Bwana Yesu, ufungue mioyo yetu tuweze kutambua upendo wako kwa ndugu zetu, watoto wetu, jamaa, kaka na dada, ili kwa huruma yako tuweze kusikiliza na kusameheana pale tunapokoseana. Bwana, usichoke kugonga katika milango ya mioyo yetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika siku hii ya tatu ya tafakari ya novena ya Noeli, Noeli ya matumaini. Na leo tunabeba ujumbe wa kuwa wamisionari wa matumaini na upendo. O Adonai, Bwana mkuu, kiongozi wa Israeli, ulimtokea Musa katika kichaka cha moto na ukampatia Torati mlimani Sinai. Njoo utuokoe na kutuongoza kwa utukufu wako mkuu. Leo ningependa tutafakari sehemu ya Maria anapomtembelea binamu yake Elizabeth. Maria anakuwa wa kwanza kushiriki katika umisionari. Maria anatuonyesha kwamba tunaweza kushirikishana upendo wa Mungu. Maria anakuwa mmisionari wa kwanza katika safari ya ukombozi. Hachelewi, hana muda wa kupoteza. Mwinjili anatuambia ya kwamba akaenda kwa haraka. Hii inatuonyesha kwamba Maria ni jinsi gani anahudumu. Anaonyesha upendo wake kwa huduma, uwepo wake
na upendo. Anatualika wote tunaposikia habari njema kuhusu wengine, twende kwa haraka, tutoe huduma, tuonyeshe upendo. Wote wanaopokea upendo huu wanautambua kwa haraka. Tunamwona Elizabeth anamjibu Maria kwa kumwambia, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye utakaye mzaa amebarikiwa. Maria anatuonyesha kwamba tunapoonyesha upendo huu, salamu hizi, na wote tunaowaelekea wanatambua upendo huu wa Mungu, hivyo tunakuwa tumebeba habari njema. Hivyo basi mambo matatu tunayoona kwa Maria ni haraka au upesi, upendo na huduma. Basi tumwombe Mungu atujalie kuwa watu wa upendo kwa vitendo, tuonyeshe upendo huu kwa vitendo kwa wale wote walioko kati yetu. Basi tumalizie tafakari hii kwa sala fupi. Bwana, utuopoe kutoka katika utumwa wa dhambi, utujalie upendo wako kwa ujio tuliongojea sana, ujio wa mwanao atakayezaliwa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tena katika tafakari na sala novena fupi ya kipindi hiki cha Noeli ya matumaini. Katika siku hii ya 4 tutamtafakari Kristo anayekuja kutukuta katika majukumu yetu. O radix Yese, ewe shina la Yese, unasimama kama ishara kwa mataifa. Wafalme hunyamaa mbele yako, wewe ambaye mataifa yanakushangilia. Njoo utuokoe na wala usikawie. Leo tutafakari sehemu ya Injili ya Luka ambako tunaona wachungaji wakitokewa na malaika kupewa habari za kuzaliwa Yesu. Wachungaji hao walikuwa usiku wanakesha kulinda kondoo zao dhidi ya maadui, labda wengine kupata malisho na kadhalika. Tuchukue mfano, wengi wetu tukiwa wadogo tuliogopa sana giza. Hata sasa wengine wetu tunaogopa giza au matukio ambayo yanaleta giza maishani mwetu. Tunaposikia katika taarifa ya habari, kwa mfano, matukio ya vifo, maafa, tunapata hofu, tunaona hivi vitu vinaleta giza maishani mwa watu. Wachungaji walikaa usiku gizani katika shughuli zao za kawaida, wakichunga mifugo yao isivamiwe na giza wakati wa giza hilo. Lakini licha ya giza hilo wakapata habari njema. Malaika akamwambia wasiogope. Nasi pia tutambue ya kuwa Kristo anakuja tukiwa katika majukumu yetu ya kila siku ya kawaida. Tumuombe Mungu atuangazie utukufu wake kama wachungaji walivyopata hizi habari njema. Tuondokewe na hofu, basi tutapokea habari njema ingali tupo katika majukumu yetu. Basi kwa namna hiyo tunaweza tukawa mashahidi wa kwanza wa kusimulia habari njema au matendo makuu ya Mungu. Maswali ya kujiuliza katika siku ya leo. Je, Kristo atakapokuja atanikuta katika hali gani? Majukumu yangu ya kila siku yanasimulia utukufu wa Mungu? Basi tusali na tutafakari, tukitafakari Kristo atakapokuja tutakuwa kwenye hali gani? Basi tunapomalizia tafakari ya siku ya leo, tusali pamoja. Bwana Mungu, imarisha imani yetu tunapoadhimisha fumbo kuu la neno wako kujifanya mtu. Kwa fumbo hilo uliufunulia ulimwengu utukufu wako, wakati Bikira Maria alipomzaa mwanao anaishi na kutawala nawe pamoja na Roho Mtakatifu milele na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tena katika tafakari hii ya siku ya 5 ya novena ya Noeli ya matumaini. Na leo tunatafakari Yesu Kristo, kiongozi wa matumaini. O clavis David, ewe ufunguo wa Daudi na fimbo ya Israeli, unachofungua hapana awezaye kukifunga tena, na unachofunga hapana awezaye kufungua. Njoo uwaokoe mateka gerezani, uwaangazie wale wanaokaa katika giza na katika kivuli cha mauti. Tunapotafakari leo tunakumbuka maneno ya malaika Gabrieli kwa Maria. Akamwambia yeye atakuwa mkubwa na atakuwa mwana wa Mungu mkuu. Bwana Mungu atampa kiti cha mfalme Daudi. Katika siku hii tunamtafakari Yesu ambaye
ulinganishwa na mfalme Daudi. Hata antifona ya leo inatualika kusali ili Yesu aje kuwatoa mateka gerezani na kuwaondoa wanaokaa gizani. Ufunguo huu wa Daudi si kitu kingine bali ni msalaba. Msalaba ambao Yesu mwenyewe alikufia ili kutuokoa. Msalaba huu unakuwa ufunguo ambaye anatupa wokovu. Na hakuishia tu msalabani, Yesu alikufa na kufufuka akashinda mauti. Hivyo katika misa ya usiku wa mkesha tunaambiwa kwamba katika kitabu cha Isaya atawatoa walioko gizani na kuwaleta katika mwanga. Hivyo basi tukiwa kama watu wa nuru na Yesu anayekuja kutuweka katika nuru, tumwalike Yesu huyu aje atufungue katika vifungo na kutuongoza katika mwanga ambaye ni nuru ya wokovu wetu. Basi tunapomalizia tafakari siku ya leo, tumuombe Mungu atupe nguvu ya kumngojea Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana, ijalie mioyo yetu neema zako ili tuweze kukusubiri, tuweze kutambua ya kuwa mwana wako alijifanya mtu, kwa mateso na msalaba wake akatuokoa. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu tena katika siku hii ya 6 ya tafakari yetu ya Noeli, Noeli ya matumaini. Na siku hii tutatafakari Yesu Kristo, nuru inayochomoza. O Oriens, ewe jua linalochomoza, wewe ndiwe mng'ao wa nuru ya milele na jua la haki. Njoo uwaangazie wale wakaao katika giza na katika kivuli cha mauti. Leo tutafakari sehemu ya kitabu cha nabii Isaya sura ya 60 aya kwanza hadi ya 5, ambako pia tunapata mstari wa antifona hii ya siku ya leo, Oriens, neno linalomaanisha jua linalochomoza. Antifona hii inamtaja Yesu kama nuru inayotoka mbinguni. Yesu anakuja kwetu kama nuru kutoka mbinguni. Tukiwa sisi katika maisha yetu ya giza ya kila siku, Kristo anakuja kutuangaza. Anakuja kati yetu, yeye ni nuru iliyokomaa na isiyokoma. Inuka uangaze. Maneno haya yanaanza katika nabii Isaya sura ya 60. Na antifona ya leo inatumia neno hilo hilo. Imeanza na kitenzi inuka. Neno inuka au kitenzi inuka kinafahamika kama kitenzi cha ufufuko. Anastasi, kwa Kigiriki wanasema Yesu amefufuka, Christos anesti, amefufuka. Ni kitenzi cha maisha mapya. Wainjili wanatuambia maneno hayo katika mifano mbalimbali ya Yesu. Yesu akiwa anatibu wagonjwa, inuka ukajionyeshe kwa makuhani, inuka usitende dhambi tena, umesamehewa dhambi zako. Basi nasi tuinuke katika madhaifu yetu. Kwa mfano, hata tunapoamka asubuhi, tunapoinuka kutoka kitandani, hiyo ni ishara ya kwamba tunaanza maisha mapya ya siku, tunaanza tumaini jipya la siku. Hivyo basi, kama Yesu anavyokuja jua linalochomoza, anaamka nasi anatupa matumaini mapya. Basi nasi tumalizie tafakari hii tukipata mifano hii ya maisha yetu ya kila siku. Basi inuka, upokee sakramenti takatifu ya Ekaristi ambaye Yesu Kristo ni nuru inayotuangazia maishani mwetu. Inuka nawe usali basi na familia yako jioni, mkutane pamoja. Inuka ukasimulie matukio au matendo makuu ya Mungu aliyokutendea, hasa mwaka huu, mwaka unapoendelea kuisha. Inuka ni kitenzi muhimu sana katika maisha yetu sisi wa Kristo, kitenzi cha ufufuko. Inuka, amka. Basi tunapomalizia tafakari yetu hii fupi, tusali kwa pamoja. Bwana Mungu, iangazie mioyo yetu kwa nuru yako, tuweze kuipokea neema yako, tupate nguvu ya kuinuka na kuamka kwenda kuitangaza habari njema, kwenda kuishi maisha mapya ambayo Kristo Bwana wetu anayekuja kukaa nasi anakuja kutuangazia. Nasi tuweze kupokea ujumbe huu kama Maria alivyopokea kutoka kwa malaika, kama wachungaji wale waliokuwa gizani wakaangaziwa mwanga na nuru ile ya mbinguni, wakapata habari njema na kuwa wa mashahidi mema wa habari njema siku ile ile. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
Tumsifu Yesu Kristo. Karibu tena katika novena hii, siku ya 7, novena ya Noeli, Noeli ya matumaini. Na katika siku ya leo tutamtafakari Kristo ambaye ni mfalme anayekuja kwetu. O Rex Gentium, ewe mfalme ambaye wote wanakutamani, wewe ambaye ndiwe jiwe kuu la pembeni, njoo Bwana utuokoe sisi ambao umetuumba kwa udongo. Leo tunamwita Yesu ambaye ni mfalme tamanio la wote, mfalme tamanio la mataifa. Katika antifona ya leo inafanana na antifona ambayo tunaitumia katika masifu ya siku ya kupaa Bwana. Pia tunamwita Yesu Kristo mfalme wa utukufu. Leo tunasali mfalme ambaye wote wanakutamani, yaani mataifa. Hii inamaanisha kwamba tunamwona Kristo ambaye anakuja kwetu sisi sote, ambaye ndiye kitulizo cha mioyo yetu. Basi tunapokaribia hizi siku za Christmas, tumwite Kristo huyu ambaye ni tamanio la mioyo yetu. Leo pia antifona hii inatualika kumwita Kristo kama jiwe kuu la pembeni. Jiwe hili ambaye ndiyo msingi ambayo pia sisi sote linatuunganisha. Maneno haya yanatoka katika Zaburi ya 117, ambayo hata pia ni maarufu katika msimu wa Pasaka. Tunaimba Kristo jiwe kuu la pembeni, jiwe hili. Yesu anasimama kama sio tu jiwe au jengo. Yesu ni kiungo ambacho kinatuunganisha sisi. Hivyo tunavyojiongea siku hizi za Christmas, za kuzaliwa Bwana, tunamngoja yeye, tunamwita yeye aje kutuokoa sisi. Yeye ndiye anatuunganisha. Hata Mtakatifu Paulo kwa Waefeso anawaandikia kwamba sisi sote tupo chini ya kanisa, au ni sehemu ya kanisa ambalo limeundwa kwa mitume, ambalo limeundwa kwa Kristo mfufuka ambaye ndiye jiwe kuu la pembeni. Hivyo basi Kristo anakuja kutuunganisha sisi sote. Basi tukiwa sote tunaunganisha kwa Kristo huyu ambaye ndiye tamanio letu, tujiulize, je, tamanio langu ni lipi hasa katika siku hizi za Noeli Kristo anapokuja? Basi tusali kumalizia sala hii ya novena siku ya 7. Baba Mungu, ulimwonea huruma mwanadamu aliyeanguka dhambini na ukamkomboa kwa ujio wa mwanao. Tunakuomba sisi tunaotazamia ujio huu utujalie ukombozi, tupate ukombozi, na hasa kwa kufanyika kwake mwanadamu na kukaa kwetu, ili tuweze kushiriki umungu wake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tena katika novena hii, siku ya 8 ya novena ya Noeli, Noeli ya matumaini. Na leo tutamtafakari Kristo Emmanuel, Mungu pamoja nasi. O Emmanuel, wewe ni mfalme, hakimu na mwokozi wetu, yule ambaye wote wanamngojea. Njoo utuokoe Bwana Mungu wetu. Emmanuel inamaanisha Mungu pamoja nasi. Hili ni jina tukufu linalodhihirika na linalofumbua fumbo la utukufu wa Mungu kati yetu. Kristo ndiye anakuja kudhihirisha jina hili, yani anakuja kukaa kwetu. Fumbo la umwilisho, yani Kristo anakuja, anachukua mwili wa binadamu na kukaa kati yetu. Maneno haya yanadhihirika kutoka katika kitabu cha nabii Isaya, ambaye anasema msichana atachukua mimba na atazaa mwana, ambaye mtoto huyo atakuwa Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Na pia katika antifona hii tunamuita Mungu Bwana ambaye anakuja kukaa kati yetu, mfalme na mwamuzi wetu. Haya maneno pia tunayaona katika kitabu cha nabii Isaya, yanadhihirika kwa Kristo ambaye anakuja kuitimiliza sheria ya Bwana. Pia tamanio la wanaomngojea. Mioyo yetu inamtamani Kristo, mioyo yetu inamtamani Mungu, mioyo yetu imejawa na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo ujio wa Kristo, ujio wa Mungu kati yetu unakuja kushibisha roho zetu, unakuja kutuburudisha nafsi zetu na kuona kweli tupo na Mungu yupo ndani yetu. Basi tunapomngojea ujio huu wa Kristo, tumwombe mambo haya muhimu. Kwanza, kuongoka ili tuweze kujiandaa vyema na kumpokea yeye ambaye anakuja kukaa kati yetu, yaani Kristo Emmanuel. Pili, atujalie tumaini ambalo linaweza kumtambua yeye ambaye ni Mungu kati yetu, kutambua wale wanaomuhitaji Mungu, kutambua uwepo pia wa Mungu kati ya wenye uhitaji, wenye changamoto na wenye shida. Basi tusali kumalizia sala ya novena hii siku ya leo. Mwenyezi Mungu ambaye siku ya kuzaliwa mwanao wako imekaribia,
tunaomba utujalie matumaini na nguvu ya kumpokea, tuweze kuutambua uwepo wake kati yetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika novena yetu, novena Noeli, Noeli ya matumaini, siku ya 9. Na leo tutafakari sehemu ya somo la Nabii Isaya ambaye anatuambia nyika na jangwa vitafurahia na vitachangamka na vitaota, vitamea maua. Hivyo basi, ujio wa Kristo, leo ni siku ya mwisho ya novena, na maana kesho tutasherehekea sherehe ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ujio huu wa Kristo unaleta furaha, uchangamfu na neema katika uso wa dunia. Yesu Kristo ambaye amejifanya mtu anazaliwa sehemu ya unyenyekevu, sehemu yenye manyasi ya kulishia ng'ombe. Tunaambiwa kulikuwa na ng'ombe na wanyama wengine na punda. Hawa ni mashahidi wa kwanza, ni viumbe wa kwanza kushuhudia kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, baada ya Yosefu na Maria mtakatifu, na baadaye watakuja wachungaji kushuhudia tukio hilo la kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nabii Isaya pia anaendelea kutuambia utukufu wa Mungu utaonekana na watu watapata furaha. Hivyo ni maneno hayo hayo tutasikia kwa malaika wakiimba. Hizi siku za Majilio, Jumapili tulikuwa hatuimbi pia utukufu. Tutaanza kuimba utukufu. Utukufu kwa Mungu juu na amani duniani. Mara nyingi sisi sote tunaimba wimbo huu kila Jumapili, ikidhihirisha utukufu wa Mungu. Ujio wa Yesu Kristo hapa duniani unaleta utukufu, unatupatia amani. Utukufu wa Kristo unashinda uovu wote, unashinda hofu yote. Wengi wetu tunapenda kujitukuza, tunapenda labda tufanye kazi sehemu ambako tutapata sifa, na hicho ni kinyume na ujio wa Yesu Kristo. Yesu Kristo anatuonyesha unyenyekevu. Ndio maana tunaimba utukufu kwa Mungu. Tuachane na utukufu uende kwa Mungu ili sisi tuweze kupata amani. Wengi wetu tunakosa amani ya moyo, amani ya familia, amani sehemu za kazi, kwa sababu tunapenda kujitukuza. Tunasahau ya kuwa utukufu ni wa Mungu peke yake. Hivyo basi, ujio huu wa Yesu Kristo utuwezeshe kutambua kwamba Mungu pekee ndiye mwenye utukufu. Mungu pekee ndiye mwenye enzi, na utukufu huu wake tukiweza kuutambua, ndio nasi tunaweza tukapata hiyo amani katika moyo wetu, katika familia yetu. Hivyo basi, tunapongojea ujio wa Yesu Kristo ambao unakuja haraka maishani mwetu, tuweze kutambua unyenyekevu. Tumuombe Yesu Kristo atujalie unyenyekevu ili tuweze kutambua utukufu wake. Basi tusali kumwomba Mwenyezi Mungu tukamilishe novena hii kwa siku hizi 9 ambazo tumesali pamoja. Mwenyezi Mungu, jua litakapochomoza mawinguni, tutamuona mwanao kama mfalme wa wafalme. Tutauona utukufu wake. Tutamuona akitoka kwako Baba na atakavyokuja kwetu sisi wanadamu. Tunaomba mwanao wa pekee atakapokuja siku ya hukumu, atujalie neema, tuweze kutambua ufalme wake, tuweze kutambua utukufu wake. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi kama sehemu ya kumshukuru Mungu katika tukio hili la kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo na safari ya novena ya siku 9, ningependa tufanye pia hija ya kiroho katika kanisa hili la Maria Maggiore, Basilica of Maria Maggiore, Mary Major. Kuna masalia ya visehemu vya pango vya mtoto Yesu, visehemu vidogo vipisi vya mbao ambavyo inasemekana vililetwa huku katika karne ya 6 na kukabidhiwa kwa Papa Theodoros ambaye alikuwa akitokea Yerusalemu. Basi moja kwa moja tuungane pamoja katika hija hii ya kiroho. Tutahitaji kupita katika mlango mtakatifu katika kanisa hili Basilica la Mary Major ambalo limetolewa kwa ajili ya Bikira Maria, na tumombe Mungu basi ili katika Noeli hii tuwe watu wa matumaini. Noeli hii, mlango huu utafungwa tarehe 25 katika siku hiyo ya Noeli. Katika fumbo hili la umwilisho, yaani Yesu kuzaliwa mwanadamu na akakaa kati yetu, tunaona anazaliwa katika sehemu ya kawaida na yenye unyenyekevu, sehemu ambayo ulimwengu unamkaribisha Mwokozi huyu katika usiku ule mtakatifu. Hivyo basi, ninahitaji kitu gani kumwandalia Mwokozi huyu aje kukaa moyoni mwangu? Je, nimeandaa moyo wangu katika maisha yangu ya kila siku ili kumpokea mtoto huyu au Mwokozi huyu, mtu huyu aliyezaliwa na ambaye anakuja kwetu, ambaye tutaenda pia kumpokea katika komunyo takatifu
Kupitia Maria, Yesu Kristo alichukua ubinadamu wetu, akawa mwanadamu. Yesu Kristo huyu akataka mwenyewe awe mkate mtakatifu, yani mwili wake mtakatifu ambao tunaopokea kupitia komunyo. Mwili wake huu pia ulipigwa msalabani, ukasulubiwa na baadaye ukafufuka, na tunaupokea mwili huo kama mkate mtakatifu, mwili, sakramenti takatifu ambayo inatuunganisha sisi sote. Tumuombe basi Kristo huyu aliyezaliwa atuunganishe sisi sote wa Kristo tuwe wamoja.